kwaya ya kanisa. Kwaya ya kanisa, tupungeni mikono. Tutahudumu wakati wa matoleo, na baada ya hapo tutaendelea na programu nyingine. Fungu la sadaka tunaipata katika kitabu cha Misali 3 fungu lile la 9 na la 10. Neno la Bwana linasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Asante Baba na Mungu wetu ushie mahali pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo umetupatia nafasi nyingine ya kuja mbele zako, na hivyo tunapokuja katika ibada, pokea sadaka zetu, pokea mioyo yetu, ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu, amina. Na kwa muda wake katika kikundi, pungia watu wa Mungu mikono. Alfred Yaona. Lakini anayefuata alikuwa ni mzee wa kanisa, anaitwa Frank Michael. Amehudumu naye kwa nafasi yake. Kuna vitu Mungu amempatia, amekisaidia au amesaidia kazi ya Mungu kwenda mbele. Si ndio hivyo jamani? Frank Michael, pungia watu wa Mungu mikono. Anayefuata anaitwa Kija Bundala. Kija Bundala, kama umeanza mapema pamoja na sisi, ni miongoni mwa watu wa awali sana au wanzilishi katika kikundi hiki cha Kunyundayo. Tumekuwa naye kwenye matukio mengi. Hao wote unaowaona hapa, kila mtu ana historia yake. Kuna watu wameshiriki Isuto, Ibada, kuna watu wameenda Morogoro, Songea, wamefanya kazi kwa namna yake. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini kuna vitu vikubwa ambavyo wanafanya kwa ajili ya Mungu wao. Amehudumu katika effort ya Morogoro wakati tupo Songea, na ndio maana tunahamasishwa sasa sisi tunaobaki kuendeleza kile ambacho kimeanzishwa. Amina jamani. Kuna effort mwezi wa 10, msikose. Sawa jamani? Anayefuata ni Elshadai. Tumeshamuona na yeye amehudumu kwa karama yake Mungu aliyompatia. Mungu ambariki sana. Anayefuata miongoni mwa binti pekee aliyefanya kazi pamoja na kikundi anaitwa Lilian Tingolo. Binti pekee, si ndio?
Lilian Chengula na yeye Mungu amemtumia kwa karama yake, amehudumu pamoja na sisi. Lilian, wapungie watu wa Mungu mikono. Kwa mwinjilisti, yaani kwa jinsi tu ulivyo, yani watu wanaweza wakaokoka. Sasa watu wanadhani kwamba mpaka sijui ufanye nini. Hapana, injili sio hivyo. Injili ni habari njema, sawa jamani? Sasa kama unatenda matendo mema, tunasema kwamba yanatoka ndani ya neno la nani? Ndani ya neno la Mungu, sawa jamani? Anayefuata anaitwa Ibrahim Venus. Nani? Ibrahim Venus ni miongoni mwa marafiki zangu niliyemjulia kwenye hiki kikundi. Sikuwa naye na uhusiano wowote, lakini kupitia hiki kikundi kimeniunganisha pamoja na Ibrahim. Sawa jamani? Sasa usikae tu hauna marafiki. Kuna watu wengi kwenye organization kama hizi na kusii ushiriki kwa makusudi matakatifu. Sawa jamani? Ibrahim, wapungie watu wa Mungu mikono. Anayefuata hapa ni Yohana Katani. Sawa jamani? Ni miongoni na ni mwanachama, alikuwa kwenye kikundi cha Hope Merodari. Tumeshiriki matukio mengi, tumeenda Sistira, tumeenda Rupeta, wamegawa vijizuu. Bwana kubariki sana Yohana kwa namna ulioshiriki. Wapungie watu wa Mungu mikono. Anayefuata mwenyekiti alikuwa, lakini tumeshiriki naye matukio mengi. Amefanya kazi kwa kadri ya uwezo wake. Tumeshuhudia sehemu nyingi, tumetembea sehemu mbalimbali. Amekuwa pamoja na sisi kwa namna yake, amefanya kazi. Na wapendekezea mabinti, halo, wadada, halo. Kuna wadada wanamaliza lakini hawako katika hiki kikundi. Sasa hao wawe chachu kwenu, wawapatie changamoto kwamba kazi ya Mungu inafanywa na kila mtu. Wakati agizo linatolewa, halikutolewa tu kwa wanaume, walipewa hata wanawake pia. Sawa jamani? Mnaweza mkawa mivuto zaidi kwa ajili ya kuwavuta watu wengi. Nashangaa mabinti wengi wanavuta watu kwenye mivuto mibaya, lakini kuna nafasi nzuri mnaweza mkatumika. Jamani, Festina, wapungie watu wa Mungu mikono. Bwana wabariki sana. Nipende kuwasihi kwamba tufanye kazi ya Mungu. Sawa jamani? Ndio kazi tulioitiwa. Fani tunasoma tu ili kwamba twende mbinguni. Lakini kazi kubwa tulioachiwa ni kwa ajili ya kuwavuta watu wengine waje kwa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. TUCASA STU 2060, deep in the world, stone for the mission. TUCASA STU 2060. Bwana wabariki sana. Nipende kuwakaribisha katika kipindi cha leo. Muda wangu umeenda sana, zibaki dakika 10 na kitu. Sasa nadhani nitakompensate kidogo. Kwa hiyo niwaandae saikolojia, ingawa hazitakuwa dakika nyingi, chache tutaongezea hapo ili somo letu liweze kufikia tamati. Kabla tujaanza, tuombe tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu wa mbinguni, tunakualika utufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tumekuwa na mfululizo wa masomo katika juma hili ambalo lilikuwa ni juma la maombi na mwenendo wa Mkristo. Tumekuwa na mfululizo wa masomo kadhaa, mada kadhaa, kuanzia mada ya kwanza ambapo tulianza siku ya kwanza. Mada ilikuwa inasema afya na ulaji. Jifunza nini maana ya afya, tukaangalia vyakula tunatakiwa tuweze kuvila ili tuweze kuenenda sawasawa na afya zetu za kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Kaona ya kwamba kuna faida kubwa sana ya sisi kuzingatia ulaji wa makundi mbalimbali ya vyakula bila kusahau maji. Kaona ya kwamba kuna binti moja ambaye pia alikuwa na changamoto moja, mpaka sasa hivi ana changamoto ya figo zimefeli, na kila wiki analipa shilingi 600 kwa ajili ya kusafishwa figo zake, na sababu kubwa ni kwamba alikuwa hanywi maji ya kutosha. Kwa hiyo tumejifunza ya kwamba tunatakiwa tuweze kunywa maji ya kutosha. Nikawa nafuatilia pia sababu kubwa ya figo kufeli. Moja ya sababu kubwa, daktari mmoja alikuwa anaelezea ni kutokunywa maji kwa wingi, lakini pia na kula vyakula vyenye chumvi nyingi, wale wanaopendelea kunywa pombe na kadhalika. Kwa hiyo tukajifunza kunywa maji ya kutosha katika hiyo, kula vyakula vyenye mchanganyiko wa makundi yote 6 ya vyakula. Baada ya hapo tuliangalia mada ya pili ambayo ilikuwa inahusu mavazi na muonekano wa Mkristo. Iangalia ya kwamba mavazi tunavyovaa yanatutambulisha jinsi ambavyo tulivyo moyoni, au jinsi ambavyo ndani yetu tunavyoonekana. Kwa hiyo unavyovaa nje ndivyo ulivyo moyoni. Tukaangalia mafungu kadhaa, tukaangalia pia quotation za kitabu cha Ellen White. Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba tunatakiwa sisi kama vijana wa Kristo wa Adventista wa Sabato tunatakiwa tuweze kuvaa vizuri, mionekano yetu ionekane vizuri, na tuzingatie mavazi ambayo ni yanatakiwa kuvaliwa. Moja akauliza ya kwamba vipi kuhusiana na mavazi ambayo ni sehemu ya kazini. Kwa mfano benki kuna mavazi yake, jeshini, lakini pia sehemu mbalimbali wahandisi wanakuwa na mavazi yao. Niangalia katika Kumbukumbu la Torati 22 fungu la 5 ya kwamba mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume na mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke, na watu wanaofanya hivyo basi ni machukizo kwa Mungu. Lakini tukaangalia kwenye hizo special cases ambazo ni sehemu za kazi, ya kwamba ikiwa ni sehemu ya kazi, ni vazi la kazi, basi anayevaa vazi hilo hana budi kuchagua vazi ambalo ni zuri lenye staa. Bwana Yesu asifiwe. Hauzuii kufanya kazi hiyo, lakini hakikisha kwamba mavazi hayo yanakuwa na staa. Haya, mada ya tatu ilikuwa inahusu maburudisho ya Kristo. Tukajifunza ya kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato, kama vijana, tunahitaji tupate muda wa kupumzika, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa sisi kupumzika. Tunaburudika, tunakuwa tuna fresh akili. Unapokuwa unaburudika, maana yake unakuwa unafanya mwili wako uweze kuanza upya, akili yako inakuwa inafanya mambo vizuri, na hatimaye unakuwa vizuri zaidi. Lakini mada hiyo kwa inafuatia ilikuwa ni mada ya 4. Mada ya 4 yenyewe na baada ya kuwa tumeangalia mafundisho ya Kristo ambao ni sisi ambao ni vijana, tuliangalia pia kijana na mahusiano au mahusiano ya kijana wa Adventista kwamba anatakiwa yaweje.
tukajifunza mengi kuhusiana na mahusiano, lakini kuna maswali ambayo yaliulizwa mengi kuhusiana na hapo na tuliyajibu, lakini pia kuna nyongeza tu ya maswali ambayo yaliulizwa. Moja ya maswali hayo ni kwamba kwa mfano mimi ninamtaka binti fulani, lakini sio Mwadventista wa Sabato, lakini akasema ya kwamba tutabadilisha, yaani akimuoa anaweza akabadilisha dini au yuko tayari kubadilisha dini kwa ajili ya kuweza kuolewa pamoja na mtu huyo. Kwanza hautaki kumuoa mtu ambaye sio Mwadventista wa Sabato, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha roho ya unabii inatukataza ya kwamba hataki kuweza kuoa wanawake ambao messages to young people, ukurasa wa 440 ni sura ya 145. Ukisoma pale Mama Ellen White anatuambia kwamba hataki kuweza kufanya nini, kuweza kuoa wanawake ambao sio Waadventista wa Sabato. Lakini pia tukajifunza kwamba kuna sifa mbalimbali ambazo unatakiwa uweze kuzingatia unapokuwa unachagua mwenzi. Tujifunza mengi, na mada ambayo ilikuwa inafuatia ilikuwa ni kijana na uchumi. Tulijifunza jana, ilikuwa ni siku ya 5, kusema ya kwamba sisi kama vijana hatuna budi kujiandaa au kufanya kazi kwa ajili ya kupata kipato, kwa sababu jinsi unavyopanda ukiwa ujanani, kwamba maisha yako ya ujanani, jinsi utakapoenenda, utakapoishi, maana yake unapanda. Ukifika uzeeni ni kuvuna kile ulichokipanda. Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba sisi kama vijana, wakati tulionao ndio wakati ambao ni sahihi wa kwetu sisi kuweza kujiandaa vizuri, ili ikifika uzeeni tuweze kuvuna vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuvuna vizuri, tuweze kula pensheni nzuri za maisha tunapokuwa uzeeni. Somo la leo ni somo la 6 au ni mada ya 6, na somo lenyewe linasema kijana na utume, kijana wa Kiadventista au kijana wa Kiadventista pamoja na utume. Sisi kama vijana ambao ni Waadventista wa Sabato tumepewa jukumu la kuweza kupeleka injili kwa watu wengine ambao hawamjui Mungu. Lakini jukumu hili pia alituachia Kristo mwenyewe. Baada ya kuwa ameondoka, alituambia kwamba tuenende ulimwenguni kote, tuweze kuitangaza injili kwa mataifa, tuwafundishe watu, tuwabatize, tukiwafundisha kuyashika yote ambayo Kristo ametufundisha hata ukamilifu wa dahari au hata utimilifu wa dahari, kwamba kijana wa Kiadventista na utume. Lakini somo hili limeandaliwa na mchungaji Johnson Zefania Chiragi. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplainsia na muziki field ya Mashariki Pwani ya Tanzania, ECF. Somo linaanza kwa kusema kanisa la Waadventista wa Sabato limepewa wito wa kuhubiri injili ya milele ulimwenguni kote, kama tulivyotangulia kusema. Kwa hiyo katika kutimiza utume huu, vijana wanachukua nafasi muhimu sana, kwamba kijana wa Kiadventista ana lengo la kuwaleta au kuwaelekeza vijana wote katika uhusiano unaookoa pamoja na Kristo, kuwa au kuwaimarisha katika neno. Lakini pia anatakiwa au analo jukumu la kuwaongoza wengine au kuwaendea wale ambao hawamjui Kristo, wale ambao wana shauku ya kumfahamu Kristo ili waweze kumfahamu. Angalia pia katika Mhubiri 12 fungu la kwanza, maana yake tunajifunza ya kwamba kumbe ukiwa kijana una uwezo au una nguvu ya kuweza kuyafanya mambo mbalimbali, kwamba mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako. Maana yake ukiwa katika ujana wako unaweza, yani una nguvu, kwa sababu ikifikia uzee, kuna wakati utafikia wakati ambapo utashindwa kupeleka injili, utakuwa ni mtu wa nyumbani wa kutembelewa. Kuna wakati utaumwa sana, utakuwa ni mtu wa kitandani, hautaweza kupeleka injili. Kwa hiyo sisi kama vijana tumepewa wajibu au tunao wajibu wa kuwaendea wengine tungali vijana, si Homerudayo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio wainjilisti ambao kwenye kikundi cha wainjilisti peke yake. Wote sisi ambao ni Waadventista wa Sabato tumepewa jukumu la kuwaendea wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hii nuru tuliyopewa, hatujapewa tukae nayo sisi, hatujapewa tuwe wa binafsi kwamba sisi wenyewe ndio tutaokolewa kwenda mbinguni.
Hapana, tumepewa hii nuru tuweze kuwapelekea na wengine wasiomjua Kristo waweze kumjua. Lakini kupitia mienendo yetu, jinsi ambavyo tunaonekana ni ubiri tosha. Unapokuwa unaishi huko nyumbani, jinsi unavyoishi na wenzako huko kwenye nyumba yako uliyopanga, jinsi unavyointeract na watu mbalimbali, unavyosalimia, unavyofanyaje, watu wanaweza wakamuona Kristo kupitia wewe. Lakini ikiwa hatutazingatia pia mienendo na nini, inaweza ikawa ni ngumu sana kupeleka Injili. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa wito au wito wetu kama kijana ni wito wa kiutume, ya kwamba utume wa kijana unahusisha mambo kadha wa kadha. Moja ya mambo hayo ni kukubali kuwa mwanafunzi na kupitia mafunzo yanayowezesha kuwa na maarifa ya kutosha katika kulihudumia kanisa na kuifikia jamii kwa Injili. Huo ni mmoja wa wito ambao tumepewa. Lakini pia kukubali kuwa mtu wa kiroho na kubeba wokovu wa nafsi na kisha kuwasaidia wengine kuokolewa. Jambo la tatu, kukubali kupelekea ujumbe wa wokovu kwa watu wa kizazi chako au kwenye kizazi chetu ambacho tumepewa. Sifa za kijana wa Kiadventista mwenye utume ni kama zifuatazo. Kwa hiyo sikiliza kwa makini. Ikiwa kuna moja ya sifa ambayo unalack, moja ya sifa ambayo unaona hauko nayo, lakini wewe kijana wa Adventista wa Sabato unatakiwa uweze kujifunza kuanzia sasa, ubadilike. Maana yake hizi sifa zote uwe nazo, kwa sababu sisi ndio tumepewa jukumu hili la kuwaendea wengine. Moja, kijana mwenye utume anapaswa kuwa mwenye maisha ya maombi na kujifunza Biblia kila siku. Kumbuka, maisha yetu haya ni maisha ya kiroho. Ikiwa ni maisha ya kiroho, hatuwezi tukashindwa au tukashinda vita hii ya kiroho, sababu ni vita kali sana, kwa kutumia mbinu ambazo ni za kijeshi, au tukatumia uwezo wetu wa kiakili, au tukatumia nguvu tulizo nazo. Vita ya kiroho inahitaji maombi. Halo, vita ya kiroho inahitaji nini? Inahitaji maombi. Maana yake tunapokuwa tunaomba, tunasogea karibu na Mungu. Hatufanyi Mungu aje kwetu, badala yake sisi ndio tunaimarisha uhusiano wetu na Mungu, tunamsogelea Mungu karibu zaidi. Lakini pia kijana anatakiwa kuwa mwaminifu kwa Mungu na mafundisho ya Biblia. Kwa katika sehemu hii, au wewe kama kijana ambaye ni Mwadventista wa Sabato unayebeba jukumu la utume, unatakiwa kuwa mwaminifu, sio mtu ambaye sio wa kuaminika. Kuna watu wengine yaani hata kumpa kazi inakuwa ni changamoto, lakini kama wewe ni mwaminifu kwa watu na kwa Mungu, maana yake inakuwa ni rahisi hata kuifikia jamii, hata kwa watu wanaozunguka wanaweza kupatia kazi, hata kama ni ajira au hata kama ni jukumu lolote ukasimamia, ikiwa wewe ni mwaminifu. Lakini pia mwenye tabia njema na anayeheshimu viongozi na watu wengine. Kijana mwenye utume anatakiwa awe na sifa ya heshima. Unatakiwa uwe na heshima, uwe na tabia njema, lakini pia uwaheshimu viongozi wa kanisa na viongozi wengine. Unatakiwa kuwa mtu wa namna hiyo. Kijana pia Mwadventista anatakiwa kuwa mwenye moyo wa huduma na kujitoa kwa kazi ya Mungu pasipo kutegemea malipo. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Yes, na hii imekuwa pia changamoto. Ikiwa sisi tumepewa talanta pamoja na karama hizi na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kujenga mwili wa Kristo au kwa ajili ya kuendea wengine, hatutakiwi kutumia au kuhitaji malipo ili kuweza kutoa talanta zetu au karama zetu kwa watu wengine. Kwa mfano, mtu anahitaji huduma ya uponyaji, anahitaji maombi, muombee uweze kupona. Lakini umepewa talanta hiyo ya uponyaji na kuombea watu na wanapona. Sasa hautakiwi kuhitaji malipo. Au umepewa talanta nzuri ya kuimba, yeye ni kikundi au yeye ni kwaya au mtu binafsi, unahitaji ukatoe huduma ya kuimba au kaimbe sehemu fulani. Haihitaji mpaka upewe pesa ndio kaimbe. Halo, Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa uwe mtu wa kujitolea. Kazi ya Mungu haihitaji mpaka ulipwe. Yaani kuna mtu kama pesa imekosekana hawezi akaja kuhudumu. Tusifikie huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu wa namna hiyo. Mtatoka hapa mtaenda huko mtakuwa mnahudumia watu. Usitegemee tu kila muda kwamba utapewa pesa. Of course kuna wakati unaweza ukapewa kama shukrani au wakakusema wanakujenga au wanakusaidia wanakushukuru kwa kile ambacho umekifanya, wanamshukuru Mungu kupitia sadaka hizo unachukua au zawadi mbalimbali. Usiwe na hiyo perception kwamba kila mahali ambapo utaenda kutoa huduma utapewa hiyo. Kuna mahali watu watakuwa hawana fedha, hawana mali, hawana nini. Unatakiwa uweze kwenda, na hata usipopata hicho kitu hautakiwi kulalamika au kuhuzunika moyoni kwamba nimekuwa nikienda sehemu mbalimbali, makanisa mbalimbali ya mjini, nikimaliza kutoa huduma, labda nilikuwa nahudumia wiki nzima, ilikuwa ni makambi au whatever, au ilikuwa ni mahubiri au effort, nikimaliza kufanya hivyo nimekuwa na desturi ya kupata chochote kitu. Alafu sasa nashangaa nyie hamjanipatia. Hautakiwi kufanya kazi ya Mungu au kuwahudumia watu wa Mungu kwa ajili ya kazi hiyo hiyo ya Mungu ili uweze kupata malipo binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yeyote anayesikiliza, hautakiwi kufanya kazi ya Mungu au kutumia karama ya Mungu kwa ajili ya kupata malipo. Ikiwa utapewa zawadi, ikiwa yatakuja, lakini sio wewe kwa kuomba, ni muhimu kufanya hivyo, kuyapokea, lakini sio kwa lengo la kulipa. Usipolipa hautoi huduma. Nimewahi kushuhudia kuna baadhi ya watu, hata kama ni ndoa au hata kama ni mtu amefariki, ili aweze, sio Waadventista wa Sabato, ni mahali fulani, ili aweze kutoa huduma hiyo anatakiwa apewe pesa. Pesa ikikosekana huduma haitolewi. Kwa hiyo karama tulizonazo, talanta tumepewa bure, tutoe bure, hata kama ni huduma ya uponyaji, huduma ya nini, maombi na kadhalika. Changamoto zinazowakabili vijana kwamba katika kutekeleza utume wao, vijana hukutana na changamoto mbalimbali kama vile ushawishi wa marafiki na mazingira ambayo yanamfunga na kumfanya ajione kuwa mtu duni anapojihusisha na mambo ya Mungu. Kwa hiyo sisi kama vijana, sisi vijana wa Kiadventista, sisi vijana wa Kikristo ambao tuna nguvu, tumepewa jukumu la kubeba utume au injili na kuipeleka kwa watu. Ni kweli, kwa sababu tunaishi duniani, tunakutana changamoto mbalimbali. Majaribu yapo, hayana budi kuwapo, lakini kunakuwa na vishawishi mbalimbali. Sasa vishawishi hivi ambavyo tunakutana navyo havitakiwi kutufanya tuweze kushindwa kutimiza kusudi ambalo tumeitwa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Marafiki tunaoishi nao wasibadilishe. Yamkini unaishi na kijana ambaye sio Mwadventista wa Sabato, unaishi na watu mbalimbali huko magetoni, wewe sio wa Sabato, kweli ni ngumu sana kupanga nyumba nzima wa Sabato, ingawa inawezekana, lakini ni ngumu sana kukuta au sio rahisi. Sasa wale ulionao, unaoishi nao, sio ukubali au hawatakiwi kukubadilisha, yaani hutakiwi kubadilishwa na mienendo yao. Mwisho wa siku ukasahau kusudi lako la injili. Bwana Yesu asifiwe. Usije nao ukabadilishwa. Wanapenda kufanya hivi, fanya hivi, piga muziki ya kidunia, ni kweli. Kuna watu wananunua bufa, wanawapeza wenzao huko, ni kweli. Wanakuwa wanafanya hivyo, lakini wengine wanakuwa na mitindo mbalimbali. Haitakiwi kukubadilisha. Duniani tutaendelea kuishi mpaka Yesu anakuja, lakini hatutakiwi kufanya nini? Kubadilishwa na watu wa namna hiyo. Ulimwenguni mnayo ziki, Yesu anajua, lakini pamoja na hayo jipeni moyo, kwa sababu yeye aliishi kama binadamu hapa duniani na akashinda. Kwa hiyo kama alishinda, na sisi tutashinda. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia matumizi mabaya ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Ni kweli tunatakiwa kuwa na uelewa katika teknolojia ya sasa, lakini haitakiwi kutuathiri tukashindwa kutimiza kusudi letu ambalo tumepewa. Kwa hiyo kuna teknolojia ipo. Angalia jinsi unavyotumia teknolojia yako. Usije ukajikuta unamkosea Mungu au unamwacha Mungu just because of presence or existence of what? Of technology. There is the advancement of science and technology.
diversification of different cultures, unaweza kuangalia vitu mbalimbali, integration ya mambo mbalimbali, technologies, lakini hazitaki kufanya nini? Kutubadilisha tukashindwa kutimiza kusudi letu. Jambo lingine au changamoto nyingine ni kukosa muda kutokana na masomo au kazi. Wakati mwingine hii ndio inakuwa kama ni changamoto. Unaona ya kwamba mfano hapa tuko chuoni, mtu unaona kabisa ni kweli tumekuja kwa ajili ya kusoma, bila kusoma of course wewe usingekuja hapa, upo musti kwa ajili ya kusoma. Lakini sasa licha ya kwamba umekuja kusoma, Mungu amekuleta hapa kwa makusudi. Kwa sababu gani? Hapa pia kuna watu wanahitaji wapate Injili. Pia wewe kuchaguliwa kuja hapa, it was purposefully. Why? Kwa sababu kuna watu ambao walitamani waweze kuwa chuoni hapa, lakini hawajafika. Utakuwa shahidi. Yamkini hata katika familia yenu, uende wewe ndiye mtu wa kwanza kufika chuo kikuu. Halo? Kama sio mtu wa kwanza kufika chuo kikuu, yamkini ukawa ni mtu wa kwanza kuweza kupata fursa ya kuja musti. Kwa hiyo Mungu ametuleta hapa kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kwamba mimi mambo yangu mimi nina masomo mengi, nina nini. Mungu aliyekuleta hapa, aliyekubali usome, aliyekuleta hapa ukiwa hai, aliyekupatia uzima, haujawahi kupata ajali yoyote, ukavunjika miguu au ukafanya nini, ukapata changamoto yoyote. Pia analifahamu hiyo ya kwamba una masomo. Kwa hiyo unapotangazwa kazi ya Mungu, ikiwa una nafasi, una wakati mwingine wazee wa kanisa, viongozi wa injili wanatangazia habari za kushuhudia, useme ya kwamba nimebanana sana na masomo. Ndio, tenga muda kwa ajili ya kusoma, lakini pia tenga muda kwa ajili ya kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inahitaji watu. Mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache, au watenda kazi ni wachache. Tunahitaji tuweze kusambaa, tuweze kuwafikia wenzetu, tuweze kuwapelekea habari njema ya wokovu. Tunasoma na watu wengi, unaweza kukuta lesha ya Waadventista wa Sabato darasani kwenu hata ifikia 20% ya wanafunzi wote mnaosoma kwenye kozi yenu. Kwa hiyo mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Usijisahau. Jambo lingine, shinikizo la kuishi kinyume na maadili ya Kikristo. Kuna kuwa pia na hiyo changamoto, unatakiwa uweze kuifahamu wewe kama kijana Mwadventista wa Sabato. Pamoja na changamoto hizi, Mungu ameahidi kuwa pamoja na vijana wanaomtegemea na kumtumikia kwa uaminifu. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna changamoto, lakini Mungu wetu wa mbinguni ni mwaminifu. Ameahidi ya kwamba atakuwa pamoja na vijana wote watakaokuwa tayari kumtegemea kwa ajili ya kazi yake. Kazi tunayofanya, kazi ya utume, sio kazi yetu, ni kazi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kazi ya uinjilisti, kazi ya utume, kama nilivyotangulia kusema, sio kazi ya kikundi cha Wamerodayo wenyewe, ila ni kazi ya watu wote. Tunamwangalia Yesu mwenyewe, alikuja kama binadamu, alizaliwa kama binadamu, lakini ndiye ni miongoni mwa watu ambao alikuja kuonyesha kwamba tunatakiwa tuweze kutembea, kuhubiria watu. Yesu mwenyewe alikuwa anatembea, anaenda mahali fulani. Sio kila sehemu utakayopeleka injili utakubaliwa. Ni kweli kuna mahali utapeleka injili, sio watu wataipokea. Yesu mwenyewe tulikuwa tunamwangalia, anahubiri na mahali anahubiri mpaka kusanyiko, watu wote wanakimbia, wanatawanyika. Usikate tamaa. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Wito wa leo au hitimisho, tunao jeshi kubwa la vijana ambao wanaweza kufanya makubwa wakielekezwa vizuri na kutiwa moyo. Tukiwa na jeshi la watendakazi kama lile ambalo vijana wetu waliofundishwa vizuri, wanaweza kuunda ujumbe wa Mwokozi aliyesulubiwa akafufuka na anayekuja hivi karibuni, utapelekwa ulimwenguni kote haraka sana. Ukisoma Isaya sura ya 6 fungu la 8 kwamba hivyo kila kijana anapaswa kuitikia wito wa Mungu kwa kusema, mimi hapa nitume, mimi hapa nitume. Kama ni kusudio langu ya kwamba uko tayari kuweza kutekeleza jukumu ambalo tumepewa na Kristo, kutekeleza wajibu ambao sisi kama vijana tumepewa, wajibu wa kupeleka utume
kuitangaza injili ya Yesu Kristo kwa watu wengine wasiofahamu kwa jinsi yoyote, aidha kwa kujitoa wewe mwenyewe au kupitia fedha yako. Umetangaza effort kupitia fedha yako kwa ajili ya kazi hizo. Simama juu na tuombe pamoja. Tufunge macho tuombe. Mungu wetu, Mungu unaishi mbinguni, Mungu uliyetuumba, Mungu uliyetuleta vyuoni, uliyetuvusha na majaribu mbalimbali, lakini uliyetufanya tuweze kushinda majaribu tuliyokumbana nayo tangu tunazaliwa mpaka leo hii. Jina lako litukuzwe sana. Hakika tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia, kwa maana wapo wengine pia walitamani kupata nafasi hizi lakini hawajazipata. Haimaanishi ya kwamba sisi ni watakatifu sana, lakini ni kwa sababu makusudi yako uliyoyaweka kwetu unahitaji yaweze kutimilizwa. Ni kwa sababu unahitaji kila ambacho kimekusudiwa kwetu kiweze kutimizwa. Vijana, tumesikia neno lako, tumesikia wito wa leo ya kwamba tunatakiwa tuweze kuamka, tuweze kuwapelekea wenzetu injili, tuweze kuwatangazia habari njema za wokovu, ya kwamba Kristo yuko karibu kuja, hivyo kila mtu aweze kuzungama dhambi zake na hatimaye aweze kumlaki siku hii atakapokuja. Tangu sasa kubali kutembea pamoja nasi, tukaifanye kazi yako kwa moyo wako wote, na hatimaye siku utakayokuja uweze kujitwalia jeshi kubwa, na tuweze kufurahi siku hiyo tukisema ya kwamba hakika Mungu amejitwalia kundi kubwa, na vijana kazi ambayo walipewa wameifanya vizuri. Tunapokuwa tunatawanyika sasa, tembea na kila mmoja wetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki.